Viongozi wa idara ya vijana ambao wametumia muda mwingi kwa ajili ya kuandaa kongamano hili. Lengo ni kuwafanya vijana ndani ya kanisa wamjue Mungu. Haleluya. Lengo ni kuwaelekeza vijana wayajue mapenzi ya Mungu ipasavyo. Hivi niwapongeze sana na ninawaomba muendelee, msikate tamaa. Kazi ya Mungu ndivyo ilivyo. Walioitwa ni wengi, wateule ni wachache. Niombe nitumie muda mfupi sana kwa ajili ya kufungua hili kongamano kwa somo ambalo linapatikana kwenye kitabu waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 11 na ule wa 12. Aliyepata tunaomba tusomee kwa sauti kubwa. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 11 na ule wa 12. Yuko aliyepata? Naona Biblia ziko chache, lakini kwenye simu zipo. Katibu wa idara, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 4 mstari wa 11 na wa 12. Mambo hayo yaagize na kufundisha. Mtu awe yote usidharau ujana wako, bali awe kielelezo kwao waadilifu, katika usemi na mwenendo, katika upendo na imani safi. Amina. Mtu awaye yote. Haya ni maagizo ya Mtume Paulo kwa vijana. Mtu awaye yote asiudharau nini? Asiudharau nini? Ujana wako, bali uwe kielelezo. Jamaa, tumesikia? Uwe kielelezo kwa waaminio, kwa usemi na kwa matendo. Huyu kijana, vijana wengi wamekwama hapo. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Nataka niwaulize maswali machache. Wako vijana matapeli? Hawapo? Haya, niwaulize mabinti, hakuna vijana wa kiume wanaowatapeli ninyi na wakawapiga mimba? Hawapo? Wapo. Lakini hakuna vijana wa kike ambao nao wanawatapeli vijana wa kiume? Wapo? Hawapo? Na vijana mmetapeliwa sana na wasichana, si ndivyo? Sasa ndio Mtume Paulo anasema mtu awaye yote usiudharau ujana. Kijana mpaka ufika hatua ya kutapeliwa na kijana, ujue wewe mwenyewe umetoa mwanya wa kudharaulika. Vijana wenyewe, sisi vijana, ninyi vijana ndio mnaotoa mwanya wa kudharaulika. Ukiwa tapeli utadharaulika, ukiwa mwizi utadharaulika, ukiwa muongo utadharaulika. Hivi waongo vijana hamna? Tena ndio 90% wa vijana wengi ni waongo.
Neno la Mungu linasema mtu awaye yote usiudharau ujana wako. Wa kwanza kuudharau ujana wako ni wewe mwenyewe. Unatumwa na mzazi, unakaidi. Unaonywa na mzazi, unakaidi. Mzazi unamwambia uongo ili akupe hela. Vijana. Kwa vijana wenyewe Mtume Paulo anawaagiza msijidharau. Jiheshimu, jikubali, jitengeneze. Nenda katika njia iliyonyooka. Kwa kauli zako, kwa matendo ya kwako, watu watakuheshimu. Haleluya, haleluya. Tunaweza kujiuliza, kijana ni nani? Kijana anapaswa aweje? Kijana anapaswa awe ni mwaminifu, mnyenyekevu, mwenye adabu, mwenye kauli njema na mkweli. Huyo ndiyo kijana. Usiwe muongo wala mbabaishaji. Hakuna atakaye kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa muongo, ukiwa ni mtapeli, ukiwa ni mbishi, ukiwa ni mvivu, hakuna atakaye kukubali, bali watu wote watakuogopa. Haleluya. Ndugu zangu vijana, tujifunze mifano michache ya vijana walioandikwa kwenye Biblia. Kijana wa kwanza na wa pili kwenye Biblia anaitwa Kaini na Habili, si ndio? Kati ya vijana hao wawili, nani alikuwa mkweli, mnyenyekevu, mwaminifu, mcha Mungu? Ni nani? Na Biblia msomi masikini wa Mungu. Sasa sijui mtaokokaje, sijui mtajuaje ukweli. Katika vijana wawili, Kaini na Habili, Habili alionyesha ni mnyenyekevu, mtii, mcha Mungu. Kaini alikuwa ni mbinafsi. Na vijana wa binafsi si wapo? Anataka yeye tu. Huyu alikuwa wa kwanza. Lakini vijana wengine waliofuata kwenye Biblia ambao tunaweza kujifunza ni Esau na Yakobo. Esau alijidharau wewe mwenyewe, akakubali kuuza utu wake wa uzaliwa wa thamani ya uzaliwa, akampa Yakobo. Yakobo akauchukua. Usijidharau, mwambie jirani yako, hivi ulivyo usijidharau. Thamani yako usimpe mtu mwingine. Lakini tunamkuta kijana mwingine alikuwa anaitwa Yusufu. Huyu aliingia kwenye jumba la mfalme na kuwa kama mfanyakazi. Mke wake akamtamani, maana alikuwa ni handsome, alikuwa ni mzuri. Ndio maana tunasema na hata mabinti wao wanawatamani vijana wa kiume, si ndio? Ingawa hawezi kusema, lakini huyu alimtamani, akamshika kwa nguvu ili aweze kufanya uzinzi na yeye. Lakini Yusufu alikimbia. Ungekuwa wewe ungefanyeje? Si ungesema mke wa mfalme ananukilia mafuta, perfume zimekubali, hela zimekubali, hizi afie kwenye kidonda, si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake wewe ungekubali. Lakini Yusufu kwa kuwa alikuwa ni mcha Mungu, aliishi kwa unyenyekevu na uadilifu, alikataa, akaikimbia dhambi. Kijana mwingine ambaye alionyesha mfano wa kumtegemea Mungu alikuwa ni Daudi. Goliati alitegemea uwezo wa nguvu zake, mwili wake mkubwa wenye nguvu, lakini Daudi alimtegemea Bwana. Akasema, wewe
umelitukana jeshi la Israeli, jeshi la Mungu. Leo hii Mungu anakuweka mikononi mwangu. Alikuwa ni kijana mdogo mbichi, lakini huyu alimshinda Goliati kwa jiwe moja lililopakwa nguvu ya Mungu. Haleluya! Katika Biblia hiyo hiyo inatufundisha vijana watatu wacha Mungu. Vijana hawa walikuwepo Shadraka, Meshaki na Abednego, ambao hawakupenda kuabudu sanamu ya mfalme. Walikataa, wakasema sisi tunamwabudu Mungu wetu wa kweli. Walikataa. Adhabu yao ilikuwa ni kutupwa kwenye tanuru la moto. Walichukuliwa wakapelekwa kwenye tanuru la moto. Wale waliowatupa walikufa kwa jasho au kwa ukali wa moto, lakini Shadraka, Meshaki na Abednego, moto ule haukuwafanya chochote. Kijana wa leo, changamoto. Vijana wa leo wanazo changamoto nyingi. Vijana wa leo hakuna wengi wanaomtegemea Mungu. Vijana wasali, vijana hawatoi nafasi yao ya kumwabudu Mungu. Vijana wa leo imani yao haipo kwa Mungu, iko katika nguvu zao, iko katika maisha ya kwao, uchumi, kutafuta hela na starehe. Mungu wamemwacha. Kwa kusoma vitabu hivi, vijana tunakumbushwa kurudi mbele za Mungu, kumtegemea Mungu, kumwabudu Mungu, kumtolea nafasi tulizo nazo Mungu wetu, ili Mungu atubariki na sisi kutuzidisha na kutuokoa katika dhambi. Vijana, niwaombe, kanisa la leo linawategemea. Familia zetu na jamii zetu zinatuwategemea. Ulipo kijana, kanisa linakutegemea, taifa linakutegemea, linategemea usome kwa bidii, ufanye kazi kwa bidii. Wapo vijana wanaoishi maisha ya kizembe, kuanzia asubuhi ni kuzurura, kuvuta bangi, kula madawa ya kulevya, kufanya vitu vya hovyo. Wanaacha kufanya mambo ambayo Mungu aliwaagiza wafanye. Fanya kazi, tafuta kazi ya kufanya. Usichague kazi yoyote halali fanya, isipokuwa usiibe, usitapeli, usiwakabe watu, usifanye ujambazi. Kama kulima bustani, lima upate mapato yaliyo halali na umtolee Bwana. Amen. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa rehema zako. Asante kwa ujumbe huu mfupi. Utuwezeshe vijana kutembea katika masomo haya. Tutafakari uwepo wako na nguvu zako na mamlaka yako. Lakini utuokoe Bwana tunapokutana na majaribu ya kila namna. Utushindie na utuelekeze ili tutii wazazi wetu, tutii jamii yetu, tutii mafundisho yako na kanisa lako na jamii yote ambayo Bwana itakayotuelekeza kwenenda katika uwepo wako. Tunahitaji Bwana kukuona wewe wakati wote wa maisha yetu. Tunatambua hakika kabisa wewe ndiye Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni aliyetuumba. Tunahitaji kutulia kwako, na wewe unayo maneno mazuri, na utufinyange siku zote tutembee kwa uwepo wako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Basi